Kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Ali Khamenei ametoa ujumbe mkali kupitia video ambayo imevutia umakini wa kimataifa kwa lugha yake ngumu na ujumbe wa kiishara. Katika hotuba hiyo, Khamenei amegawa waliokufa wakati wa maandamano ya Januari katika makundi matatu tofauti, jambo ambalo wengi wanaliona kama ujumbe wa moja kwa moja kwa maadui wa nje wakati mvutano wa kikanda na wa nyuklia unapozidi kuongezeka. Ujumbe huu ulitolewa saa chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia Iran kuwa lazima ifanye makubaliano haraka kuhusu mpango wake wa nyuklia, vinginevyo itakabiliwa na hatua kali, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa shambulio la kijeshi. Trump amekuwa akiongeza shinikizo la kijeshi katika eneo hilo na amesema kuwa kutokufikia makubaliano kutakuwa siku mbaya sana kwa Iran. Hotuba hii inakuja katika wakati nyeti sana, huku mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yakifanyika Geneva, na upande wa Teheran ukisisitiza haki yake ya kurutubisha urani kwa matumizi ya amani. Khamenei ameendelea kuonya kuwa juhudi za Marekani za kubadilisha utawala nchini Iran hazitafanikiwa, na hata meli za kivita za Marekani zilizotumwa Ghuba ya Uajemi zinaweza kuzamishwa chini ya bahari ikiwa vita vitaanza. Wataalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati wanasema ujumbe huu una lengo la kuimarisha msimamo wa ndani, kuwaonesha wafuasi kuwa serikali na wathamini walinzi wake na hata wale waliodanganywa, huku ikiwatenga wale wanaochukuliwa kama wauaji wa nje. Wakati huo huo, inaonekana kama jibu la moja kwa moja kwa vitisho vya Trump, ikionyesha kuwa Teheran haiko tayari kujisalimisha kwa shinikizo la kijeshi au la kidiplomasia. Damu iliyomwagika uwanja wa vita. Tuna maumivu. Nasema tuna maumivu. Kwa sababu ya damu iliyomwagika, kulikuwa na baadhi ya wale waliokuwa mafisadi na wapotovu, na kulikuwa na baadhi ya wale ambao hawakutoa muda wao haraka. Nao walikwenda msituni na kazi yao kuu ni kwa Mungu. Hatuna uhusiano wowote nao. Lakini kulikuwa na baadhi ambao hawakutoa muda wao haraka. Kulikuwa na makundi matatu. Ninawagawanya wafu na walionusurika katika makundi matatu. Kundi moja lilikuwa vikosi vya usalama na ulinzi vya utawala, na kundi lingine lilikuwa vikosi vya usalama, polisi wa kijeshi na wale waliofanya kazi pamoja nao. Hao ni baadhi ya mashahidi bora. Kuna baadhi ya viongozi. Mtu mpotovu anapoanzisha uchochezi mjini, ni wale tu wanaompinga hawataondoka. Watu hawana hatia. Kulikuwa na baadhi ya wale waliouawa. Pia wameuawa. Wanauawa kwa sababu waliuawa kwa uchochezi wa adui. Katika kundi la tatu, kulikuwa na baadhi yao ambao walidanganywa. Walilipwa tu, hawakuwa na uzoefu. Walikuwa na waasi. Nataka kusema kwamba wao ni miongoni mwetu. Wao ni watoto wetu. Baadhi yao wamejuta. Baadhi yao waliniandikia barua wakisema kwamba walikuwa wamekuja mitaani siku hiyo na kwamba tunapaswa kuwa halali. Hawakuwa gerezani, walikuwa huru. Walijuta, walifanya kosa. Wale waliouawa nao walichukuliwa kuwa mashahidi na Mossad. Walifanya kazi nzuri. Sisi kama mashahidi ni duara pana, isipokuwa kwa wale walio katika uchochezi, wale ambao wamechukua pesa kutoka kwa adui, vipengele vingine vya ulinzi, usalama, na hata wale ambao wametenda na waasi. Wao ni watoto wetu. Tunaomba rehema na msamaha wao. Walifanya kosa. Mungu awasamehe makosa yao, Mungu akipenda. Unatarajia nini kutoka kwa mazungumzo haya ya Iran huko Geneva kesho? Kwa hivyo, nitahusika katika mazungumzo hayo kwa njia isiyo ya moja kwa moja, na yatakuwa muhimu sana. Tutaona kinachoweza kutokea. Lakini kwa kawaida, Iran ni mzungumzaji mgumu sana. Ni wapatanishi wazuri au mazungumzo mabaya? Ningesema tu ni wapatanishi wabaya, kwa sababu tungeweza kuwa na makubaliano badala ya kuwatuma B2 ili kuondoa uwezo wao wa nyuklia. Natumai watakuwa na busara zaidi. Wanataka kufanya makubaliano. Ni kwamba makubaliano hayawezekani. Hapana. Nadhani wanataka kufanya makubaliano. Sidhani kama wanataka maonesho baada ya kushindwa kukubaliana. Wanachokitaka wao ni kupata makubaliano. Maandamano ya Januari nchini Iran yalisababisha vifo vingi, na makundi ya haki za binadamu yakiripoti idadi inayozidi 7,000, ingawa serikali ilitoa takwimu za chini. Ujumbe wa Khamenei unaendelea kuimarisha mvutano kati ya Iran na Marekani, huku ulimwengu ukifuatilia kwa karibu hatua zinazofuata katika mazungumzo ya Geneva na uwezekano wa makubaliano zaidi. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.